huko Mtwara. Sasa tujiulize sisi wenyewe, ili tusiende watu 10, tuende kama nani? Tuende kama mtandao, tuende kama coalition, tuende kama forum, au tuende kama consortium? Kwa sababu mwisho wa siku tunasema sisi wote tunamfikia mwananchi. Kwa hiyo michakato yetu yote, regardless ukubwa udogo, wote tunasema tunafanya kwa niaba ya mwananchi, those one who are voiceless. Kwa hiyo ninachotaka kusema mwezeshaji ni kwamba labda tufikiri kurudi kwenye mitandao yetu, kwa sababu utakumbuka miaka ya 90 kulitokea wingi sana wa uanzishwaji wa asasi za kiraia, lakini baada kwa sheria ya NGO kulianzishwa mitandao ya wilaya na mikoa. Tukijiuliza sisi wote hapa, we belong to wilaya, we belong to mkoa. Do we even know kama kuna existence ya hii mitandao? If yes, iko wapi mitandao? Na inafanya nini? Na namna gani sasa sahihi tunaweza kuimarisha mitandao ili sisi wote tu belong kwenye mitandao, kama ambavyo tunapeleka taarifa zetu kwa msajili mdogo wa NGO ngazi ya wilaya. Asante moderator. Asante. Jenny, wewe pia unashiriki katika kutengeneza mitandao katika sekta isiyo rasmi, una experience na hilo, hata pia katika kutengeneza katika kuhamasisha jamii katika kutengeneza mitandao. Kwa dakika moja nyongeza katika alichokizungumza Koga. Ya, nilikuwa ninafikiria kwamba katikati ya jamii chini kule tunakotokea tayari kuna watu wameweza kutengeneza vuguvugu la mabadiliko, wameunda matapo yanayojulikana na yasiyojulikana. Wengine wana taasisi ambazo zimesajiliwa na hazijasajiliwa. Na katika uzoefu wangu wa kufanya kazi kwa mfano na wanawake wafanya biashara katika masoko nchini, nimewaona uwezo wao wa kubainisha mahitaji yao na namna ambavyo wamechukua hatua madhubuti za kusema kwamba mimi kama Asha, mimi kama Rose, mimi kama Rosemary, mimi kama Diana, tuna trade wote kwenye soko moja, lakini tunakabiliana na changamoto katika eneo hili. Tufanyeje? Ile nguvu ya pamoja ya kuunganisha sauti zao, whether kwa kutumia kuunda associations au kutengeneza organization formal au informal, na pia namna ambavyo wanaweza kujengewa uwezo kutafsiri yale mahitaji yao yawe mahitaji ambayo wanaweza kuyatafsiri au kuyapeleka kwa lugha ambayo wale watunga sera au technocrats wataweza kuwaelewa. Nimeona imecreate vuguvugu kubwa sana. Na mimi ningesema hivi, uzoefu wangu kwenye sekta au kwenye asasi za kiraia, tumeunda hizi coalition, tumeunda networks, tumeunda nini, lakini nyingi zimefail pia. Kwa sababu gani? Sababu ziko nyingi, lakini mojawapo ni kwamba unakuta define mandate ya network inapokuwa nje ikaenda kufanya labda kazi ambazo wanafanya wanachama wake, imekuwa ikisumbua sana. Kwa mfano wewe ni network ya legal aid provider, natoa tu mfano, wewe members wako ni wale legal aid scheme tokeza kwenye mitandao. Lakini la pili, mitandao inayosukumwa na uwepo wa resources. Kwa mfano mtu amesema mimi na bilioni 2 nazitoa kwa makundi kama hivi anavyosema, mnajikusanya kwa sababu ya zile fedha. The motivation behind you coming together is about access to resources. Hizi nyingi huwa survive. Lakini unaonaje kama tukiwa na mfumo wa kugrow hizi platform organically, kama alivyosema kaka Enach, mnaanza kufanya vitu vyenu kwa pamoja. Nimekusikia kuna modo ambayo Femina Hip mnafanya na mashirika mengine mawili, nikusikia jana unaongea, very interesting. Mko Tanga, mashirika 3, mmetafuta ofisi moja, mna program moja, kila mmoja ameenda kwenye eneo kulingana na expertise yake. Those are the models tunataka tuzinache na tuzijengee uwezo na kuziscale. Kwa hiyo nafikiria kwamba hilo ni eneo la kuangalia sana. Lakini pia kwa mfano wanawake ambao wako sokoni, wanaweza kuwa hawaonekani, lakini wana create vuguvugu kubwa, na unaona kuna change inatokea kwenye local government level. These are the voices ambazo tunatakiwa tuzi amplify na kuzifanyia kazi. Yeah. Asante sana Jane, nimesikia sana swala la conflict of interest, lakini pia ile nguvu ya pamoja umeizungumza. Nikirudi kwako Kaganzi kwa dakika moja tu, ili vuguvugu la coalition na movement
hasa kwa sababu una uzoefu mkubwa upande wa masuala ya ulemavu. Tunalitengeneza vipi? Shukuru Kaganzi. Nadhani wenzangu wameyazungumza yale mazito ambayo yanatusibu, lakini kwa kadri muda unavyoenda, mimi nadhani hili swala la Azaki ni zaidi fursa kuliko utumwa. Ndio wengi tunaanzisha au tunajiunga na mtandao na nini kwa sababu ya fursa unazopata tu mwenyewe, lakini kwa wale ambao kwa kweli wanakuwa wanavutwa na ule utume kwamba hapa kuna hitaji hili na mimi najikusuru kwa ajili ya kuleta mabadiliko, kuliondosha au kuliboresha, basi wale wanaweza. Nadhani hata miongoni mwetu wale ambao kwa kweli wanavutwa na ule utume wao bila hata kuwa na fedha nyingi, bado wanamudu kufanya. Lakini tulio wengi, kwa sababu kuna call for proposal, mmeandika, hela imeingia, mnafurukuta, ikiisha na ninyi imeisha. Kwa hiyo ndio hasa shida kubwa ambayo tunayo kwa wakati. Nilikuwa nataka kuongezea tu kidogo. Naam. Nikasema tumekuwa tukitandaa sana na kutengeneza mifumo yetu ya kufanya kazi pamoja, kutokana na tumekuwa na marafiki na namna fulani ya kujuana na kuzoeana. Kwa hiyo imeleta urahisi, kwa mfano shirika la legal aid provider kutafuta wenzao ambao ni legal aid provider. Lakini nafikiria labda to think out of the box, tuanze kufikiria kutengeneza mitandao ambayo sio tulioizoea, sio conventional. Kwa mfano mashirikiano yetu na faith based organizations, tuko comfortable sana kufanya na CBO, community based organizations, lakini hatuja build bridges za kutosha na faith based organizations. Hili ni eneo ambalo tunatakiwa explore zaidi. Jinsi ya kufanya kazi na trade unions au vyama vya wafanyakazi, whether rasmi au sio rasmi, haya ni maeneo pia ya kuexplore zaidi. Lakini nafikiria pia kwa sababu private sector tumeona imeanza kuibuka, na kupitia hata mfumo wetu wa CSO Week tumeanza kuona Vodacom Foundation, Stanbic na wengine wakijiibua. Labda kuna maeneo ambayo tunaweza kufanya kazi pia pamoja out of the normal way of doing things. Japokuwa nafikiria kwamba wana masharti yao, lakini na sisi pia tuna identity yetu tunaitunza. Tutafute maeneo ambayo tunafikiri tunaweza tukakutana wapi. Yeah. Naamini pia faith based organization ni asasi za kiraia, au sio? Naam. Naamini pengine miongoni mwetu humo na wamesikia kwamba kuna mwaliko hapo, basi wa kuweza kushiriki pamoja na CSO nyingine. Asante. Tumejichambua wenyewe kama asasi za kiraia, tuangalie sasa nje kidogo. Na hii nitaanza na wewe Jane. Tukitoka upande wetu sisi wenyewe tukienda upande wa mazingira mengine, unaona ni mabadiliko gani au ahadi zipi za sasa ili kuhakikisha asasi za kiraia zinashiriki kikamilifu na zinashiriki kwa uhuru katika kuchangia mchakato wa maendeleo ya taifa letu? Kwa hiyo niseme tu tuna bahati pia kama taifa, tumekuwa na mfumo mzuri wa kisheria ambao unaweza kusaidia watu kuunda vyama au kuunda associations, tunasema freedom of association. Na katika mfumo wetu, aidha mtu atasajili Wizara ya Mambo ya Ndani, atapata kule taasisi inaitwa association, whether atakwenda maendeleo ya jamii, atakuwa community based organization. Sheria yetu ya NGO, sera yetu lakini pia kumekuwa na mabadiliko makubwa contextualize kwamba tunahitaji sisi to fit into mazingira ambayo tunaweza kuwa more productive. Kwa mfano kuna zile permits ambazo tunahitaji kama mashirika kuendesha miradi, tunahitaji compliance issues zimekuwa kubwa sana. Juzi kwenye budget speech tumesikia pia waziri wa maendeleo ya jamii ameomba pia serikali kuongeza kiwango cha tozo, ile annual fee ambayo tunalipa kama mashirika.
amepeleka hiyo kama moja ya hitaji kubwa, lakini bado tunaona pia kuna permit. NGOs zinatakiwa zipewe license ya miaka 10. Baada ya miaka 10 zinabidi tena zirenew zile licenses. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo la Tanzania, kwa sababu maeneo tunayafahamu, na nadhani Tango, Takosode na Kongo ni wadau muhimu sana ambao wanaweza kufanya kazi, kwa sababu hizi ni larger networks, zinaweza kufanya hizo convening na kutengeneza madaraja katikati yetu na msajili kwa mfano wa NGO. Lakini eneo la pili la muhimu ambalo lingeliongelea ni kuongeza nguvu katika jitihada za ushirikishwaji wa wananchi. Jana tumekuwa na session nzuri sana kama sijakosea na watu wa TAMISEMI, ofisi ya Rais, kuhusu mfumo wa O na OD. Wale mlio kuwepo pale na namna ambavyo ule mfumo umeboreshwa, lakini nafikiria kwamba kuna maeneo ya kuboresha zaidi katika ule mfumo na namna ambavyo unafanyiwa kazi kuibua mahitaji ya kijamii kuanzia ngazi ya kijiji mpaka taifa. Nitakupeni tu mfano mdogo. Tunafanya kazi kwenye maeneo ya soko, na kama mmefuatilia nchi nzima kumekuwa na reforms kubwa, especially kwenye infrastructure improvement za masoko nchini. Masoko mengi ukienda kuanzia Shinyanga, juzi kuna timu yetu wametoka Mtwara, Lindi, masoko ya kisasa, yani yamejengwa vizuri, lakini yale masoko ni matupu. Majengo ni matupu. Unajiuliza kwa nini, kama kulikuwa kuna O na OD ilifanyika vizuri, kwa nini yale masoko yamejengwa na hayana wafanyabiashara ndani? Maana yake kuna kitu fulani kina miss hapo katika hii michakato ya kuibua mahitaji na hii miradi ya kimkakati. Na mfano mdogo tu ningekuambia kwamba mtu ana feel comfortable, kwa mfano kutrade chini, kupanga vitu chini, nyanya nini akauziana na mtu, kuliko akapanda gorofani akauzia kwenye gorofa. Pia hata consumer anaona yuko comfortable kununua chini kuliko kupanda kwenye gorofa. Kidogo nimefikiria labda kuna issue ya attitudes, kuna culture, kuna mazoea, vis-a-vis development. Jinsi gani pia tunaweza tukastudy ukuaji wa maendeleo, lakini pia change of mindset, attitude na behavior za watu ambao ni end users wa some of the services. Another issue ambao ningefikiri ni mazingira muhimu ya kuangalia ni eneo la ulinzi wa haki za msingi, especially haki za kiraia. Freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association. Civic space ni eneo muhimu sana la kulindwa. Kwa hiyo kama tunaweza kutengeneza mazingira rafiki ambayo yatafanya mashirika kuwa na uhuru wa kuoperate, na hii tumeona kuna vitu vingi vinatokea katika taifa, vitu vingi vinatokea katikati ya jamii, lakini pia kumekuwa na fear namna ya kujiexpress, ikiwemo vyombo vya habari kuweza ku-air out some of the concern, including anasema ku-confront serikali, lakini namna ya ku-engage na serikali in a way, kwa sababu hata ni kwenye mazingira ambayo tuna engage comfortably, kwamba unakaa na mtunga sera, mnaelezeana hichi kitu hakifai, labda hichi kitu kikae hivi, bado watu wanaona hiyo avenue pia haijaweza kuleta mafanikio. Kwa hiyo hili ni eneo pia namna gani tutaongeza ugio mpana wa watu mashirika ya asasi za kiraia kuweza kuexercise civic rights. Ni hame kwako, kwa sababu kitu ulichokizungumza kwamba ni namna gani tunaweza tukatengeneza mazingira ya kuzungumza na watunga sera. Ninafahamu kwamba Kaganzi ameshiriki katika kutengeneza inaitwa ilani kuelekea uchaguzi, ilani ya walemavu, ilani ya ulemavu, si ndio? Masuala yale ya ulemavu yaingie kwenye michakato ya uchaguzi, yafikiriwe, pengine ikawa ni njia mojawapo ya kuweza kuzungumza na hawa watunga sera na watunga sheria. Pengine tushirikishe katika hilo, huo mchakato umekuwaje? Ni mambo gani ambayo mmeyaibua ambayo unadhani yanaweza yakienda kule yakasaidia kuchechemua, yakasaidia kuweka mazingira mazuri zaidi kwa ajili ya kuangalia masuala ya watu wenye ulemavu, au pia humo tukajifunza pia hata mbinu zingine za kufanya hata mambo mengine ambayo sio ya ulemavu? Nashukuru kwa swali hilo, na nadhani hizo jitihada zimetokana na baadhi ya haya ambayo tunashauri kwamba watu mnapowasiliana, mimi nafanya nini na mwenzangu anafanya nini, kufikia mahali pa kuwa wakati unao uweza kukamilishana, kwamba kama huyu amefanya hiki na mimi fanye kile au niboreshe hiki. Sasa kuandika ilani ya watu wenye ulemavu uliibuka tu ghafla, lakini baadaye kumbe kabla ya hilo wazo kutoka, kuna wenzetu hawa wa Bea wanaitwa nini,
child support. Child support. Wapo hapa ndani pia. Sasa yes. Na wao kule walikuwa mkakati, nadhani wanaita sauti yetu, nadhani kuna mtu wa yuko hapa, nimemwona alikuwa amekaa mitaa ile pale wakati anauliza swali. Toka. Yeah. Kwa sababu ya uzee mambo mengine yanacho. Yeah, sasa wakawa wametukutanisha kutaka kuweka vipaumbele kwamba wewe ukikurupuliwa kama mwana chama wa vyama vya watu wenye ulemavu ukatakiwa ulete hoja mbele ya serikali, utapeleka hoja gani? Kwa hiyo kuna vichwa tukatoka na vipaumbele vyetu 6 ambavyo wadau wenyewe waliona hivi hasa ndivyo vya msingi. Sasa taasisi yenyewe ilivyoshughulikia kwa utaratibu wake, lakini sisi tulioshiriki kwenye ule mjadala tukawa tumeona tumevipenda jinsi mtiririko ulivyokuwa. Sasa ilipoibuka hii nafasi ya kwamba tunaweza kuandaa ilani yetu, kwa sababu watu wenye ulemavu tangu kuundwa kwa vuguvugu huko miaka ya nyuma sana, tulikuwa na kauli mbiu inayoitwa Vox Nostra, yani kwamba sauti yetu wenyewe. Sasa tukawa tumegundua kwamba watu wa CSOs walikuwa wameandaa ilani, nadhani kwenye mwezi wa 8 ilitoka. Sasa tulipoipitia na baadhi ya wenzetu walikuwa wameshiriki, tukakuta wameingiza swala la ulemavu, lakini limeingia katika namna walivyoona wao. Sasa ilipotokea fursa ya kwetu sisi wenyewe kwamba tuna fursa ya kuandika ilani kwa kuongozwa na hiyo sauti yetu wenyewe, basi tukaona hatutaki kuweka kitu kingine kipya, tuende na vile vipaumbele vyetu tulivyokwisha viainisha. Iko vingapi hivyo? Tukawa na vipaumbele 6 ambavyo vinahusiana na elimu, vinahusiana na afya, vinahusiana na masuala ya uchumi, riziki na hifadhi ya jamii. Tukawa hiyo inaingia, uchumi unaingia kwenye ajira. Tukawa na ufikivu, accessibility, kwamba tatizo letu kubwa watu wenye ulemavu, mpe fursa utakazompa, lakini kama hakuna ufikivu, huyo mtu hawezi kunufaika kwa vyovyote vile. Kwa hiyo na chenyewe kikawa kipaumbele. Lakini pia mahali ambako kweli taifa letu limetusahau kabisa ni wakati wa dharura na majanga. Tanzania haina mfumo wa kuweza kutambua nani anahitaji usaidizi kuliko mwenzake. Kwa maana hiyo, yanapotokea hayo, waje waokozi, hawajui waanze kutafuta nani, wanatafuta holela holela. Kwa hiyo tukasema ni mahali pa kuweka mkazo kwamba tuwe na utaratibu ngazi za vijiji, mitaa, kwenda mpaka juu. Watu wanaohitaji msaada wa awali wafahamike. Kama kuna intervention yoyote ya uokozi, kama kuna msaada wowote unaotolewa, basi waanze wale kuliko kwenda tu holela holela, hata unamuokoa yule ambaye ana uwezo wa kujiokoa. Sawa sawa. Vipaumbele 6 hivyo. Unadhani katika mchakato wa kutengeneza hiyo ilani kuna chochote ambacho makundi mengine yanaweza kujifunza ili ni sahihi kila kundi likawa na ilani yake kikapeleka, au kutakuwa na ilani nyingi sasa nazo zinakutana kule? Sasa inategemeana na navyoshirikishana, kwamba kwa mfano wenzetu wa Azaki huwa na ilani ambayo inagusia masuala ya watu wenye ulemavu. Ni hatua moja nzuri sana, ingeweza kutosha, lakini bahati mbaya hawakutuandaa kwamba ninyi tutawahitaji kufanya hiki, hebu kaeni mahali mje na walichukua Kagazi, nikahusika mwingine na mwingine na mwingine. Sasa wale hawakwenda na sauti inayofanana. Tunarudi kwenye suala la one voice alilolisema dada Koga pale. Yeah. Kwa hiyo kama tunaandaana, tunashirikishana kimkakati, inaleta matokeo mazuri zaidi kuliko vile vya dharura huenda isaidie. Asante. Muda wetu unakimbia kweli, sikudhani kama utakimbia hivi. Una chochote cha kuongeza kwenye swala hilo kwa dakika moja tu? Asante. Mimi nilitaka kuongezea kwenye swala zima la utashi wa kisiasa. Kazi zetu
ziko supported na political will, lakini bado kuna changamoto. Ukiangalia kwa wanasiasa walio wengi ni kama bado hawajaelewa role ya CSO hapa nchini. Ukiangalia matamshi yao, ukiangalia milolongo mingi ya vibali. Kwa mfano nilikuwa najiuliza juzi kati hapa, tuliambiwa wale wote tunaotaka kusimamia au kuwa waangalizi wa uchaguzi tunatakiwa kupata kibali. Haraka haraka na wenzangu tukajiuliza, hivi si tumesajiliwa? Yes. Kwa mfano labda una project ya uraia, umeshapata kibali cha TAMISEMI cha kufanya project ya uraia, but again ka activity kadogo ka uangalizi wa uongozi unatakiwa tena ukakatie kibali. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, nikasema do we real kama CSO za Tanzania tunajulikana kwa majukumu yetu na wajibu wetu kwa serikali ama kwa hao wanasiasa? Yes, we have political will, lakini ni kwa namna gani sasa hii political will? Juzi kasema pesa za asasi za kiraia zifuatiliwe. Nafikiri mnakumbuka, ni juzi tu. I was like, kumbe kwa zifuatiliwe. Na anasema tusipoangalia zitaingia kwenye no reform no election. Mimi nikasema hii serikali kweli inatambua, na huyo ni mtunga sera ambaye tunamtarajia sasa atufeve politically, atambue kazi za asasi za kiraia, lakini pia atusupport kwenye utendaji wa kazi zetu. Kitu cha pili hapo nikawaza labda sasa tupate utashi wa kisiasa ili kazi zetu pengine ziwe funded na serikali. Nchi zingine asasi za kiraia zinapata ruzuku kutoka serikalini. Kwa hiyo wakati tunafanya majumuisho ya mjadala wetu kutoka Jumatatu mpaka sasa hivi, pia tuangalie kwa namna gani tuko position kutambulika na identity yetu na majukumu yetu kwa wanasiasa. Nilikuwa nataka pia kusamahani na kuinterrupt moderator. Ni sawa. Ni mazungumzo. Nilikuwa nafikiria pia ameongea point nzuri sana. Nilikuwa nafikiria pia kwa sisi ambao tumekuwa tukishiriki kwenye jukwaa la mashirika yasiyokuwa ya kiserikali Dodoma, annual NGO forum kwa miaka kadhaa sasa, tumekuwa tukiona high profile leaders wakihusishwa kwenye forum hiyo na wakishiriki pia waziri mkuu, kuna alikuja rais pia, kipindi kingine alikuja makamu wa rais. Three high profile leaders wameshiriki consecutively kwenye zile annual forum. Lakini one of the sessions imekuwa pia ni wanazindua ripoti inao acknowledge mchango wa sekta kwa kuonyesha tunachangia kiasi gani, sio tu kwenye GDP, lakini tunachangia kwenye employment sector, jobs ngapi tuna create, kwa miradi tunao implement ni kwa kiasi gani, na labda maendeleo yanayotokea kutokana na kuwepo kwa sekta ya asasi za kiraia ni kiasi gani. Lakini bado kumekuwa na hiyo changamoto ya NGO recognition, CSO recognition, unlike private sector ambao wamekuwa wakiwa na ile nasema nini, public private sector dialogue. Maana yake akitokea mambo ya kodi, ile annual forum ambayo wanaweza kwenda wakajieleza, wakasikilizwa, wakaweka vipambano na pia wakaweka pressure fulani. Ni jinsi gani na sisi tutafika kiasi gani tukaweza kuonekana kwamba bila sisi, kwa mfano bila sekta hii 1 2 3 4 haiwezi kuwepo. Kwa hiyo nadhani kati ya hao madaraja ya kujenga kati ya faith based organization, kati ya CBO, NGO, trade unions, pia hizo synergies lazima tuziimarishe na ili tuweze kuwa pia na sauti ya pamoja na kuweza kutambulika kwa rais zaidi. Asante. Katika maongezi yote ambayo tumekuwa nayo wiki hii, miongoni mwa vitu ambavyo tumeona kwamba vinahitajika na katika Mentimeters ambazo tumezifanya hapa, kuna rasilimali ambazo tunazihitaji ili tuweze kufanya kazi. Na miongoni mwa rasilimali hizo zingine zinatoka ndani, zingine zinatoka katika utashi wetu sisi wenyewe watekelezaji, lakini zingine zinatoka kwa wafadhili wa namna tofauti. Jopo langu niwaulize, ni kwa namna gani mfumo wa ufadhili unaweza kuboreshwa ili kuunga mkono mipango ya asasi za kiraia inayoendeshwa kwa muda mrefu? Tunaangalia ni kwa muda mrefu, na pia ambayo inaweza ikaleta yale inasimamiwa na uongozi wa ndani.
tulisikia Jumatatu siku ya kwanza kabisa tukasikia decolonization of funding, tukasikia localization of funding na mengine mengi ambayo tumeyasikia. Na tuliulizwa siku ile, are we at crossroads? Kuna mambo mengi ambayo yalizungumzwa pale. Nataka kupata reflection zenu. Kaganzi najua haukuwepo, lakini hiyo fresh mind ambayo unayo sasa, unaweza kujibu hilo swali ukiwa wa kwanza. Ni kwa namna gani mfumo wa ufadhili unaweza kuboreshwa ili uweze kuunga mkono mipango ya asasi ambayo inakuwa ni ya muda mrefu na ina usimamizi wa ndani? Ya, nadhani kwa Tanzania hii ni changamoto, kwa sababu hizi asasi zetu zilivyoanzishwa na kushika moto zilianzishwa katika mazingira ambayo ni tofauti na nchi zilizotuzunguka ambazo hazikuwahi kuwa na mabadiliko ya kimifumo ya kisiasa. Sasa sisi ukiangalia kabla ya uhuru tulikuwa na vyama vya wafanyakazi, ilikuwa so vocal, tulikuwa na vyama vya ushirika, vilikuwa so vocal na vilisaidia katika kuharakisha kupata uhuru. Lakini bahati mbaya baada ya uhuru kupatikana, hilo daraja likavunjwa. Badala ya hivyo vyama kuendelezwa, vikavunjwa vikawekwa kwenye miundo ambayo ni tofauti. Sasa hilo lilileta pengo la sisi kujenga uwezo wa ndani. Tukawa kwenye mfumo ambao haukuwa umelea azaki, tukawa wote kwenye mfumo mmoja. Sasa hata baadaye mambo yaliporudi nyuma kwamba tuanze kuwa na azaki, vyama vya ushirika na vitu vyama vya wafanyakazi, unaona kwamba bado havijasimama vizuri, na hiyo inaathiri hata sisi ambao tumejikuta tunaanzisha hizi harakati kwa nguvu ya nje. Wenzetu wa nje ndio wana rasilimali fedha, na wenzetu wa nje ndio wanaotunga wanaoleta agenda ya wewe kama azaki ufanye nini. Sasa hilo limekuja kuchukuliwa kwa sura tofauti na watunga sera na wasimamizi wa sera hapa nchini, kiasi kwamba kaonekana kama hatuna agenda ya ndani isipokuwa tuna agenda za nje. Sasa bila kuwa na agenda ya ndani, maana yake ni kwamba kwenye hazina ya taifa huwezi kupata chochote. Sasa tunategemea nje kwa 100%. Sasa yanapotokea kutokea kule na wao wakataka maslahi yao yaangaliwe zaidi kuliko ya kwetu watekelezaji, sasa pale inaleta ugumu ambao tunaweza kusema tuna uhakika wa kupata rasilimali fedha kwa miaka 10 ijayo. Na mwingine akikupa na kuambia mimi ya kwangu ni ya mwaka mmoja. Sasa ndani ya mwaka mmoja kwa kweli huwezi kufanya harakati zikazaa matunda. Wale wanaopata za miaka 5 na zaidi ya hapo ni asasi chache. Lakini haraka haraka ukiangalia sisi tumejihalalishaje mbele ya jamii, hasa wale ambao tunao wawakilisha. Nadhani hatujafanya kazi ya kutosha. Ni taasisi chache hizi za kwetu za azaki ambazo anaweza kusimama na watu walengwa wakawa nyuma yake kwamba huyu anatusemea sisi. Walio wengi wanatuona kama tunajisemea wenyewe. Ni kada iliyo tofauti na wao. Kwa maana hiyo, ili tuweze kubadilisha hiyo hali, nadhani turudi sana kule chini. Hata zile sauti zinazotakiwa kubadilisha sera na mambo mengine ziibuliwe kuanzia chini, badala ya mimi kwenda chini nikaja na sauti yao ndio nikaenda kwa waziri. Sasa ananiona mimi, hamuoni yule aliyeanzisha jambo. Nadhani tukibadilisha pale tukapaboresha, inawezekana hata milango ya kupata rasilimali za kuendeshea shughuli za ndani ikafunguka. Asante. Tofauti na hapo nadhani tuna mtihani. Asante. Nataka niende kwa mstari kama ilivyo, au Jane, ninaheshimu sana muda wako pia, ninafahamu. Labda niende kwa Jane kabla hatujaenda kwa Koga. Asante moderator. Nilikuwa najaribu kufikiria pia, tumekuwa pia na hii discussion sana tangu nadhani CSO wiki za miaka mingine, namna ambavyo tunaweza kuwa na
alternative au tuka explore kuwa na alternative funding models zingine. Lakini pia kitu ambacho nimekuwa nikijiuliza sana, ukienda kwenye mashirika kwa mfano ambayo yana membership based organizations, mengine yanafanya vizuri sana, especially yenye portfolio kubwa ya members. Kwa mfano Tanganyika Law Society, sijui kama wako hapa, ambao wanahusisha mawakili nchi nzima. Unakuta wana zile fees ambazo wanatoza na zinaweza mpaka wameweza kuwa na jengo lao wakili house. Lakini pia tuna mashirika haya kama ya afya, health related organizations, Benjamin Mkapa Foundation, MDH na mashirika mengine. Tumeona pia yamekuwa yakifanya vizuri sana kwenye sustainability. Nimesikia pia na Repoa wana model nzuri sana, wana venue, wana premise yao. Juzi nadhani tulifanya kikao fulani na watu, tulitumia premise ya Repoa na wana haya hizo premises, na ina maana wana generate income. Lakini imekuwa pia ngumu especially kwa mashirika ya women led organization. Sijajua kwa watu wanaoishi na ulemavu namna ya kuwa na zile alternative models, kwa sababu kama unapata restricted funding ambayo imebana masharti ya namna ambavyo utaweza kutumia zile fedha, ni ngumu sana kunavigate. Na najua kaka yetu Mtanzania wa Kenya ameongea endowment fund. Tunatamani kuwa na endowment fund na tumezifikiria sana jinsi ya kuzipata endowment fund, lakini nafikiria tunaweza kuanza kutafuta donors ambao ni beyond wale conventional donors, especially tumezoea kuwa na bilateral donors, lakini kwenye ulimwengu mpana wa maendeleo wako ambao ni funders, philanthropists ambao wana portfolio kubwa na wanatoa pesa ambazo ni unrestricted funds. Jinsi gani tunaweza tukatapu kwenye hizo resources? This is an area ambazo tunatakiwa pia kuangalia. Lakini nilikuwa nafikiria eneo lingine la muhimu sana ni namna ambavyo tunaweza tukatengeneza financial resilience strategies za ndani ya mashirika. Mimi na dada yangu hapa tulishiriki session fulani ambayo iliandaliwa na Foundation for Civil Society ndani ya mradi mmoja, namna ambavyo unaweza ukafanya uchambuzi wa taasisi yako na kuijua ina uhimilivu kiasi gani kujiendesha, kama alivyosema kaka hapa, kwa miaka kwa mfano 5 bila kuwa na mfadhili. Na tukagundua mashirika mengi hujaweza kuwa na huo uhimilivu wa kifedha. Lakini ukiangalia zile steps na namna ambavyo utatengeneza, unahitaji inputs. There have to be people, there have to be organizations, funders ambao watakubali kuinvest, kuleta hizo inputs ili tuweze kuimplement some of these strategies, na ndani ya miaka 5-10 tuwe tuna uwezo wa kujiendesha. Nimefurahi pia tumekuwa na mabenki this week. Kama mnafuatilia tulikuwa na sessions za Stanbic. Nadhani nimeingia session 2 za Stanbic Bank ambazo wameeleza namna banki inafanya kazi na products walizonazo ambazo zingine zinaweza kusaidia startups, wale ambao wana small idea na pengine hawana chochote. Mfumo wa Central Bank sasa unaruhusu kuweza kusupport banks, kuweza kusupport startups na miaka. Kwa hiyo labda tuone namna ambavyo tunaweza explore more, engage na hizi banks, kutafuta alternative ways za kuwa na uwezo wa kupata amana ambazo zitaweza kutusaidia kutengeneza vituo vyetu, kuwa na centers zetu na kuwa na social enterprise models ambazo labda tunaweza tukawa tunachaji kidogo. Nilikuwa legal aid provider zamani, moderator. Tulikuwa tunatoa legal aid service bure. Mwanamke tu anapanga foleni, anakuta lawyers wamejaa pale Women Legal Aid Center Kinondoni. Akiingia tu kila kitu paka wakili bure. Ikaja hiyo kutesti model ya kwamba akifika pale alipia hata photocopy ya ile document yake ya kuendea mahakamani, achangie tu hicho, vingine atapewa bure. It's not easy watu kuwa shift toka kwenye mentality ya kuwapa kusema sasa wewe utachangia. Kwa hiyo nafikiri kwamba tuanze labda kuibuild hiyo gradually na in a way kwamba ambayo haita create additional burden, for example for vulnerable and marginalized members, kwamba tukaintroduce vitu ambavyo vita add more burden kwao. Nadhani pia ita counteract kile kitu ambacho tunataka kufanya, but we can try some of those models na learn from others pale ambapo wamefanya vizuri tukascale. Nadhani hiyo ndo faida ya pilot projects. Unaanza kidogo, unapima, unaona kama hiki kitu kinawezekana and then unakifanya. Tunaweza kujifunza kutoka kwenye hilo. Naomba kusikia kutoka kwako. Asante moderator. Mimi ninavyoona kwa wadau wa maendeleo na wafadhili wetu,
ni kama ninataka kushauri na wao wa change mindset. Tumekuwa tukiambiana sisi hapa to change mindset, lakini dona ambao wanawezesha kazi zetu, I think they need also to change mindset. Kutoka kwenye kusupport project, pengine wa support strategic plan za mashirika. Na kutoka kwenye kuwa na kwamba ni lazima kifanyike hiki na hiki, basi labda walau unrestricted. Ili sasa, kwa sababu hakuna sehemu inaanza bila input kama alivyosema Jen. Tutaongelea hapa resilience, tutaongelea sustainability. But where do we start to sustain ourselves? Maana yake bado tuna utegemezi ili tuweze kujitegemea. Tumeongelea mambo ya social enterprises. CSO wiki iliyopita iliongelewa sana. But where do we start to establish the social enterprises? Kwa hiyo nilikuwa ninataka kushauri mechanism ya funding itazame kidogo kutuletea sustainability ili baadaye tutembee kwa miguu yetu. Kakaangu hapo amesema ni nani kati yetu dona akikata anaweza kusustain shirika hata kwa mwezi mmoja, alituuliza humu ndani. Nafikiri ni watu wawili walinyosha mkono. This is very dangerous. Jana pia nilishiriki session ya ndugu zangu kutoka TAMISEMI, wameboresha ule mpango shirikishi wa upangaji mipango kwenye ngazi ya vijiji na jamii. Lakini kwenye slide zake naye akasema limited fund ya kuimplement ile modo ambayo imeboreshwa. Sasa unaanza kujiuliza, serikali inalia kilio tunacholia sisi. Sisi kama asasi za kiraia tunalia kama wanavyolia serikali. Na jamii ambayo tunataka kwenda kuisemea au kuifanyia haya mazuri, nao wanalia kama sisi. Nikajiuliza, sasa hapa nani atamfunga mwenzie kengele? If serikali na yenyewe inatuambia bado hawana pesa tena, akaenda mbele zaidi, nchi hili ni kubwa mno, hatuwezi kuimplement hii modo. Ukisikiliza ni nzuri mno. Sasa ni lini tutafika kwenye what so called participatory planning au kuengage mawazo ya community kwenye national budget? Kwa hiyo pia donors waliopo hapa, partners, collaborators wote wafikirie kutusustain zaidi, na sio project ikiisha impact imepatikana alafu impact inasahaulika. Ni hayo. Asante sana. Nadhani mimi maswali yangu kwenu yameisha, lakini kutokana na maswali haya ambayo nimewauliza panelists, ninapenda kusikia kutoka kwenu. Si maswali kwao, lakini ni michango ambayo inajazia pale ambapo wao wameishia. Kwa hiyo ninaomba wale wenzangu waliobeba microphone kwa haraka sana tuchukue michango mitatu na tutaipokea hapa kabla sijaruhusu jopo hili hapa kumalizia. Wenye microphone tafadhali, kuna mkono pale. Tunataka kusikia michango yenu na nyinyi. Kutoka kwenu tunataka kusikia asasi za kiraia zinaezo uhusiano imara kabisa ambao unaweza kuleta mabadiliko ya kimkakati. Asante. Naitwa Deo Bwire, natokea LHRC. Kwanza niwapongeze wanajopo kwa mjadala mzuri sana na points ambazo ni za msingi. Nataka nizungumzie maeneo mawili tu kwa muda mchache kama ulivyonipa. Nimependa swala la mitandao lilivyokuja kwenye discussion, lakini naomba nisizame sana huko kwa sababu tayari wanajopo wamelizungumzia. Lakini mimi ninadhani kama ambavyo tumekuwa tukiongea jana na siku nyingine, inavyoonekana kuna mifano ambayo inafanya kazi, hususan kwa mfano kama tukizungumzia swala kufanya kazi kwenye mitandao, labda zaidi kwenye advocacy. Kuna mifano ambayo tayari inafanya kazi, hususan hizi rules au issue based coalitions. Nadhani sasa ifikie wakati tuwe na documentation ya hii mifano ili iweze kutuguide namna bora ya kwenda mbele, hususan pale ambapo tunakuwa tuna jambo tunataka tulifanyie uchechemuzi au tufanye ushawishi kuliko kwenda ile mmoja kama ambavyo mwezeshaji aliyepita pia ametuchallenge kuhusu hilo. Lakini tuna mifano mingi. Kwa mfano kama naweza nikatoa mfano mmoja, kuna hii Digital Rights Coalition ambayo tunafahamu kabisa ilifanikiwa sana mwaka jana nadhani kupata
hii sheria ya kulinda data na taarifa. Lakini pia tumeona miaka ya nyuma wakati tunaanza ku experience shrinking ya civic space, kulikuwa kuna support kutoka kwa development partners kwenye hizi coalitions au working groups za civic space. Sina hakika sana kama bado zinafanya kazi active, lakini nadhani ndio muda sasa wa kuzirevamp, kwa sababu zilisaidia sana katika kuhakikisha kwamba tuna discuss na tuna pursue issues ambazo zinaweza zikawa zimekuwa challenging. Lakini pia kwa development partners amezungumza vizuri sana dada Jenny kwamba as much as tunaweza tukatoa core support, hata kama tunatoa project support, lakini kuwepo na usikilizwaji wa innovations ambazo hawa watu au hizo organizations ambazo zinakuja kupewa support zinaweza zikawa tayari zimefanya hiyo innovation. Yani wadau wa maendeleo wasidetermine the path, kwa sababu the path is not always straight. Yani mashirika yasikilizwe kuhusu innovations ambazo zinaweza zikawaka, hususan kwenye masuala haya ya advocacy. Tunazungumzia kwa mfano ku strengthen ecosystem. Tuna hii mifano tayari ya coalition zinazofanya kazi. Sasa ni vema wadau wa maendeleo wakaja kuziboresha. Tunazungumzia civic space coalition, tunazungumzia digital rights, tunazungumzia human rights coalition, hizi ambazo zinaweza zikafanya kazi na watai hizo conditions pia, ili kuweza kuwa saa nyingine kuwasaidia mashirika yasiyo ya kiserikali au wazaki kufanya kazi vizuri kwenye hiyo advocacy. Lakini la mwisho kabisa dada Jenny amezungumzia space ya sisi mashirika kwenye forums kama NGO pale Dodoma. Kiukweli tumekuwa tukikusanyika pale, na hii mada mimi ningependa awepo labda mwakilishi wetu wa Kongo kwa mfano, lakini hajakuwepo. Sina hakika sana kama yuko hapa ndani, sijui sana, lakini ukweli ni kwamba sisi hatuna na Kongo. Yani huu ni ukweli, ni kama vile we are not owning our chombo chetu cha kuweza kusema au hata kutoa guidance. Sasa labda pia tu reflect namna gani ambavyo tunaweza tukaona sasa namna bora ya kuweza kuwa na ownership ya chombo ambacho tunaweza kikatuongelea. Inafikia wakati mashirika mengine yanachukua muda, labda wanaacha kutekeleza vitu vingine ambavyo kwenye plan zao. Kwa maana kama tumeona namna gani THRDC kwa mfano ilivyotake initiative kwenye masuala ya kodi, kwa kiasi kikubwa nadhani watakuwa wamefanikiwa. Lakini labda sio mashirika yote ni members wa THRDC. Naona sasa, je, chombo ambacho kinaunganisha wadau wote hatunacho? Tunaweza tukaweka initiative ya kuclaim chombo chetu, ili mwisho wa siku tuweze kupeleka issues zetu, ladha kwenda tu pale kama NGO moja kwenye NGO forum, na kinachozungumzwa pale na speeches mengi ya viongozi, tukitoka hapo tunatawanyika, then hakuna follow up ambayo inafuatiliwa. Asante. Asante sana, nakushukuru kwa mchango. Naona kuna mkono mwingine, mmesikia mchango wake. Asante. Nadhani tukirudi kwenye majumuisho tunaweza tukapata mawili matatu kwa dakika moja tafadhali. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Lydia, natokea Busara. Mimi mchango wangu na mimi niongezee hapo kwenye swala la coalition. Kwenye swala la coalition, as we think of kuanzisha kutumia zaidi coalition kama njia mojawapo ya ya ku strengthen civil society, mimi ningependa tu ni challenge hivi vitu vifuatavyo. Tunavyoongelea coalition, tuangalie hizo coalition zimeundwa na civil society za namna gani? Yani are they diverse enough? Kwa sababu tukiwa tuna coalition ambayo labda ni mambo ya human rights peke yake, mnakuwa mmepunguza ile chances ya kuwa na CSO ambazo pengine ni women focused, ni people with disability focused, ni youth focused, ambazo baadaye mngeweza kuwa na issues ambazo zinakata across all of you. Lakini pia tuangalie structure. Nilipata bahati ya kufanya kazi na coalition kama 23 ambayo ilikuwa ni loose coalition, inaitwa Ushiriki Tanzania, ambayo ilikuwa inafanya kazi pamoja na National Democratic Institute. Tulijaribu kuangalia namna gani tunaweza kuchallenge structure ambazo most coalition wanazitumia.
kwenye upande wa leadership. Ukianzisha coalition ikawa na ile secretariat. Ile secretariat mwisho wa siku inaenda kuwa ina dominate. Na wale wadogo huku wanakuwa hata hawafikiwi. Hata kama kuna mradi unakuwa implemented, wale wadogo sometimes wanakuwa hata hawajui kinachoendelea. Kwa hiyo tukasema ngoja tuje na leadership structure ambayo hamna secretariat. Kama kuna mradi tulikuwa tunafanya kwamba kwa kuna ile joint implementation. Kwamba hii issues ambayo tunataka we implemented ni mambo ya women. Tunaangalia civil society organization ambayo ipo kwenye coalition na inafanya kazi kwenye mambo ya wanawake, ina lead hiyo initiative, wale wengine wana support. Kwa nahisi kuna baadhi ya best practice ambazo mnaweza mkazi draw from ushiriki Tanzania model. Lakini pia hizi issue tunazoongelea za joint proposal, za joint implementation, tulizijaribu pia sisi kuanzia 2017 na tumeona kwamba kwa kuna baadhi ya improvement ambazo zilikuwepo. Japokuwa changamoto kubwa ni competition. Kwa sababu hata tulivyojaribu kutoa fund ambao tulisema kwamba joint civil society wa implement jointly, unaona kwamba ukimchagua mmoja ukasema wewe take this money kwa sababu kidogo una capacity ya kuweza kumanage hii fund on behalf of our wengine, bado wengine wanaanza kusema kwamba umependelea. Yani ile hali ya kwamba we are there together, we have wote tuna this thing ambayo tunataka kupush forward, inakosekana. Kuna zile element za competition. Kwa hiyo mtu unajiuliza kwamba je, civil society kweli zimedefine ile ambao mwasilishaji aliyepita anasema CSO identity, like mpo pale kwa ajili ya kufanya nini? Kwa sababu kama unaona wivu kwamba kuna mmoja amepewa pesa ambayo inatakuwa muitumie wote kuimplement, ina maana nyie kuna kitu amshei in terms of bring impact. Asante sana na ninaomba tumalizie hapo, tumpe nafasi na mtu mwingine wa mwisho kabisa. Lakini hapo nadhani kuna swala la kuangalia ili kuepuka ushindani, tukaangalia complementarity, tuna complement vipi each other. Kwa sekunde kidogo sana. Mchango wa mwisho. Dr. Mayala kutoka ninaomba uende moja kwa moja kabisa kwenye mambo mawili. Moja, lessons drawn from the systems thinking. Ile presentation iliyopita, hiyo inatakiwa iwe ni raw information ya kuwasaidia nyinyi watu wa coalition hata kabla haijafika kwenye CSOs. Kwa sababu tunategemea kwamba kwenye objective ya coalition, hiyo ndio kama ni think tank wa kuweza kusupport his members kwa ile coalition. Jambo la pili, nafasi ya utafiti. Kwenye nafasi ya utafiti na ushauri, hiyo ni fursa kubwa sana kwa ajili ya kugenerate income at a level of coalition. Not only kwa members, lakini pia hata ndani na nje. Na especially tukiamua kuinvest kwenye hilo eneo. Asante. Asante sana, ni washukuru waliotoa michango. Kwa sababu ya muda tutamalizia hapo.